Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote. Hili sio jina la mtu awaye yote, bali ni jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Ninakualika katika mfululizo wa masomo ya kesha la asubuhi kwa mwaka wa 2026. Katika mwaka huu tumekuwa na masomo mazuri yaliyotoka kwenye kitabu kinachosema Baba Yetu Anajali. Mwandishi wake akiwa ni Ellen G. White, na huu ni mwezi wa 6, mwezi Juni, ambapo tumekuwa tukiangazia mada nzuri, mada inayosema katika ulimwengu wa mbinguni. Leo ni Juni 16. Tuombe. Baba yetu mtakatifu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe sana. Ninasema asante kwa ajili ya siku njema ya leo. Ninalitukuza jina lako kwa namna ambavyo umekuwa mwema kwangu na kwa namna ambavyo umetulinda na kutuongoza sisi sote. Umetusaidia tukutazame wewe. Umetusaidia tutembee katika njia yako. Nasi tunajinyenyekesha miguuni pako asubuhi ya leo, tukijikabidhi kwako na kuchagua kutembea katika uongozi wako. Tusamehe dhambi zetu, tusafishe na ututakase. Enda nasi katika siku ya leo tunapojifunza mada hii nzuri, katika jina la Yesu, amina. Mada ya leo ina kichwa kinachosema maneno mema na ya adabu. Fungu elekezi ni Isaya 50 aya 4, ambapo neno la Mungu linasema, Bwana Mungu amenipa ulimi wa hao wafundishwao, nipate kujua jinsi ya kumtegemeza kwa maneno yeye aliyechoka. Huniamsha asubuhi baada ya asubuhi, huniamsha sikio langu lipate kusikia kama watu wafundishwao. Kile ambacho Yesu alikuwa katika maisha yake hapa duniani ndicho ambacho Mkristo anapaswa kuwa. Yeye ni kielelezo chetu, si tu katika usafi wake usio na doa, bali katika uvumilivu, wema wake na mvuto wa tabia. Alikuwa imara kama mwamba pale ukweli na wajibu ulipohusika, bali alikuwa mwema na mwadilifu daima. Maisha yake yalikuwa kielelezo tosha cha uungwana wa kweli. Uwepo wake ulileta mandhari safi nyumbani, na maisha yake yalikuwa chachu itendayo kazi katikati ya vipengele vya jamii. Akiwa mpole na safi, alitembea kati ya wasiojali, wafidhuli, wasio na adabu, katikati ya watoza ushuru, wasio na haki, Wasamaria wasio waadilifu, askari wa kipagani, wakulima wakali na umati wa watu waliochanganyika. Aliongea maneno ya huruma hapa na neno pale alipowaona watu wamechoka na kushurutishwa kubeba mizigo mizito. Alishiriki mizigo yao na kuwaelezea masomo aliyojifunza toka kwenye asili, upendo, wema na hisani za Mungu. Alitafuta kuwatia moyo kwa matumaini walio wabaya zaidi na wasio na matumaini, akiweka mbele yao uhakikisho kwamba wangeweza kuwa watu wasio na lawama na wasio na madhara, wakifikia tabia ambayo ingewadhihirisha kuwa watoto wa Mungu. Yesu aliketi akiwa mgeni wa heshima kwenye meza ya watoza ushuru, kwa huruma na wema wake wa kijamii, akionyesha kwamba alitambua hadhi ya binadamu na watu walitamani kustahili imani yake. Maneno ya Yesu yenye baraka na yenye kuleta uzima yalishuka kwa nguvu juu ya nafsi zao zenye kiu. Hamasa mpya ziliamshwa na uwezekano wa maisha mapya ulifunguliwa kwa watu hawa waliotengwa na jamii. Dini ya Yesu hulainisha chochote kilicho kigumu na chenye mihemko katika tabia, na kulainisha chochote kilicho na miparuzo na chenye ulaghai katika mwenendo. Ni dini hii ambayo huyafanya maneno kuwa ya upole na mwenendo wa kuvutia. Hebu na tujifunze kutoka kwa Yesu jinsi ya kuunganisha hali ya juu ya usafi na uadilifu
na tabia ya uchangamfu. Mkristo mwema na mwenye staha ni hoja ya nguvu zaidi ambayo inaweza kutolewa kwa manufaa ya Injili. Hii ni Juni 16 tukiangazia mada isemayo maneno mema na ya adabu. Na huo ndio mwisho wa tafakari ya mada hii siku ya leo. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo, pendo la Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu dumu kwa pamoja nasi sasa na hata milele. Amina. Tena Yesu nina furaha, anitumapo Yesu ndio raha, asipokuwapo hapa nifai, akiwapo Yesu mimi sitishwi. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Akiwapo Yesu si peke yangu, na nijapo tupo akali wangu, ajapo niongoza njia mbaya, niwapo na Yesu na shukuria. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Naweza pumzika hata kiyama, kisha nitakwenda kwake milele. Akiwapo Yesu furaha tele. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda. Popote sina mashaka, popote na Yesu naweza kwenda.